Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku leo umetrendi huko kwenye mitandao ya kijamii ni baada tu ya historia au hii skendo ambayo inamhusisha Zuchu kupokea kipigo kizito kutoka kwa mume wake msanii Diamond Platnumz. Watu wengi wamejitokeza mbalimbali kwa ajili ya kulizungumzia hili swala, imekuwaje kuwaje. Tunawaona hao watu wanaenjoy, wanafurahia maisha yao huko kwenye mitandao ya kijamii, kumbe ndani ya carpet au chini ya carpet unakuta kuna ugomvi ambao unaendelea kati ya Diamond pamoja na Zuchu, na huku mitandaoni tunaona wanafurahia maisha yao. Mtangazaji Aaliyah siku ya leo ni kama vile ameamua kutuma kijembe cha wazi kwa msanii Zuchu. Kama ambavyo tunafahamu, kipindi ambacho mtangazaji Aaliyah alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na msanii Diamond Platnumz, baadaye akajitokeza Zuchu, ni kama vile Zuchu alimnyang'anya tonge mdomoni mtangazaji Aaliyah, na baadaye mtangazaji Aaliyah akaona ya nini niendelee kubishana na Zuchu, akaamua kumwachia Zuchu mwanaume ambaye ni Diamond Platnumz. Lakini baadaye tukasikia taarifa kwamba Diamond bado anaendelea kwenda kwa siri sana kwa mtangazaji Aaliyah, yani mapenzi bado anaendelea kama kawaida, lakini tukashindwa kuelewa ile story iliishia wapi. Lakini Aaliyah ni kama vile hichi kitendo cha Zuchu kupokea kipigo kizito kutoka kwa msanii Diamond Platnumz kimemfurahisha kwa asilimia kubwa sana, na ameona Zuchu anastahili, kwa sababu ukiangalia Zuchu alikuwa ni mwanamke ambaye amemchukua mwanaume wake, mwanaume ambaye alikuwa ndoto zake, mwanaume ambaye alikuwa ni mwanaume wa maisha yake. Ukiangalia mtangazaji Aaliyah aliwekeza mapenzi yake ya dhati kabisa kwa msanii Diamond, lakini Diamond hakuona thamani ya mapenzi Aaliyah, akaamua kumchagua Zuchu dhidi ya Aaliyah, na maisha mengine yakaendelea. Mtangazaji Aaliyah kupitia katika peji yake ya Snapchat ameweza kuposti picha yake akiwa anatabasamu, alafu akaandika katika caption kwamba kiko wapi sasa, alafu akaweka emoji ya kucheka kuonesha wazi kwamba kuna namna fulani huu ujumbe unamwendea Zuchu moja kwa moja kwamba kiko wapi. Alimuona mwanaume ni mzuri sana alipokuwa kwa Aaliyah, akaona amchukue, akaona muibe, lakini baadaye mtangazaji Aaliyah akaamua kuendelea na maisha mengine. Sasa hivi kilichotokea kwa Zuchu ni kama vile mwanamke huyu anafurahi, anaenjoy, anaona kitu ambacho Diamond amekifanya kwa Zuchu ni kitu sahihi, kwa sababu ukiangalia alikuwa ni mwanaume wake, baadaye akamchukua, akaona labda anafaa. Lakini wanawake wote ambao waliwahi kuwa na mahusiano na msanii Diamond Platnumz, hakuna mwanamke hata mmoja ambaye aliwahi kuzungumza kwamba Diamond ana tabia ya kupiga mwanamke. Hatujajua kwa Zuchu ilikuwaje kuwaje, labda huenda hapo mbeleni Diamond Platnumz atakapoamua kuzungumza yeye peke yake, tutaweza kuelewa chanzo, tutaelewa sababu nini ambacho kimepelekea mpaka Diamond kuinua mkono wake na kuamua kumpiga Zuchu kiasi hicho, jambo ambalo limepelekea baadhi ya wadau, baadhi ya mashabiki kukasirishwa na hicho kitendo, kuonekana kwamba kweli Diamond ni kama vile amemchoka Zuchu hivi, na kama vile amemchoka basi ni bora amwache tu, ili mradi tu maisha mengine yaweze kuendelea, sio kuanza eti kupigana kama hivyo. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa neno subscribe.